mwili mzima utaoza, kiwiliwili chote, macho na nini, miguu, makongoro, si mapaja, si kitu gani, si kiuno, vyote hivyo vitaoza na vitaliwa, isipokuwa hii sehemu. Hii sehemu ndo haiozaki. Kwa hiyo mfukue mwanadamu hata miaka 200, miaka 1000, utakuta hii sehemu haijaoza. Hii haiozi, ni mfupa tu, hata kama utabakia mdogo kama mkono wangu, lakini tafsiri yake ni kwamba hauliwi na kupitia mfupa huu. Kupitia mfupa huu ndio mwanadamu atafufuka, kupitia mfupa huu. Na siku ya Kiyama, yusharu nasu yauma alqiyama kufatun uratun ghurra, kupitia mfupa huu. Na kupeni faida hii, vitambue kungali mapema. Sawa? Kwa hiyo illa ajiba dhanabin, isipokuwa hii sehemu hii ndo haitooza. Mwanadamu atachakaa na ataliwa, isipokuwa sehemu hii ndo haitooza wala haitochakaa wala haitoliwa na kiumbe chochote. Utajiuliza, je, kwani hawa wadudu watashindwa kula mfupa? Ni mgumu kiasi gani? Kwa nini? Kuliko fuvu la kichwa, makongoro yako, kwa nini huu mfupa usiliwe? Kwa kuna hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mchanga